Waswahili husema adui wa rafiki yako ni adui yako. Sasa India na Urusi naona wameshikana kweli kweli. Na haya yanakuja ni baada ya kuwa utawala wa Donald Trump ambaye amekuwa akivuruga sana. Na uchumi Marekani kwa sasa umeharibika. Nenda sikuambie mtu. Tuko tunamuona Joe Biden kuwa huyu ni rais wa hovyo kuwahi kutokea, basi Donald Trump ni mara 10 yake. Kwa sababu kuna vitu vingine ana-apply ubabe bila kujali kuwa matokeo yake baadaye yatakuwa ni nini. Ukumbuke Donald Trump amekuwa akiwekea vikwazo India. India ambayo amekuwa ni mshirika mzuri sana wa Marekani. Hayo tunalikumbuka hiyo na tunalielewa hiyo. Amekuwa mshirika mzuri sana wa Marekani. Na hata Donald Trump mwenyewe aliwahi kwenda India. Na kwenda India akamsifia mpaka Prime Minister wa India ambaye ni Narendra Modi. Na akamsifia vizuri sana. Lakini sasa matokeo yake baadaye akaanza kuweka vikwazo, kwa sababu kumbuka Donald Trump ni mwanasiasa sijui wa namna gani, lakini ni mtu dhaifu sana ambaye hana misimamo katika mambo yake. Naomba hilo uweze kulielewa au uweze kulijua. Na alikuwa amemsifia PM wa India ambaye ni Narendra Modi kuwa ni mtu mzuri sana. Hii ni kwa sababu Marekani, unajua, walikuwa wanajua India ndio atakuwa ni mtu wao, ni sosi wao wa kuwapa information ni nini BRICS wanachokipanga. Na ndio maana unaona pale mwanzo kidogo hata Putin mwenyewe alikuwa hawaielewi India. Yaani alikuwa anaona India kama ni wasaliti kwenye ule umoja wa BRICS au ile shirikisho la BRICS lile. Kwa sababu akawa anafanya mambo ambayo ni tofauti kabisa na ambayo wao wanakubaliana nayo. Lakini sasa Donald Trump amekuja kuharibu tena. Mara ya pili amekuja kuwekea kupandisha ushuru wa bidhaa za India kwa Marekani, akidai kuwa ni kwa sababu hawa India wanafanya biashara na Urusi ya mafuta, kwa hiyo wanasababisha vita kule Ukraine viweze kuendelea na mauaji ya watu. Sasa unakaa unajiuliza, biashara kati ya Urusi na India inahusianaje na vita vinavyoendelea nchini Ukraine? Ni kwa sababu Marekani anasema kuwa hizi pesa ambazo India anafanya biashara na Urusi ndizo pesa ambazo Urusi anazitumia kuua watu maeneo yale ya Ukraine. Lakini hapa kuna dili ambayo inaenda kufanyika kati ya India pamoja na Urusi. Na dili hii ni ya ndege, kuuziwa ndege, yani India auziwe ndege kizazi cha 5 zinazojulikana kama Sukhoi Su-57. Maana ujue watu wenye ndege hizi kizazi cha 5 tunaweza kusema ni mataifa matatu. Marekani ana hiyo F-35 jet fighter, China ana hiyo J-50 jet fighter, alafu Mrusi yeye ana hiyo Sukhoi Su-57. Ndio ndege hizi ambazo, yani kwa ulimwengu wa sasa, ndio ndege ambazo ziko, ambazo ndizo ndege za kisasa kizazi cha 5. Na kumbuka huyu Saudi Arabia anataka kununua ndege hizi F-35 kutokea Marekani, jambo ambalo Israeli amelipinga kwa nguvu zote. Kwa nini Saudi Arabia apewe hizi ndege? Na Marekani wakamwambia Saudi Arabia, inabidi kwanza miajenge kwanza na jirani yenu kule, alafu sisi baadaye ndio tutakuuzia. Na kama unavyojua huyu mwana wa mfalme anaitwa Mohammed bin Salman, Mohammed bin Salman, MBS, yuko Marekani mpaka hivi tunavyoongea. Maana Saudi Arabia imewekeza sana kule Marekani, kwa ilikuwa ni dili mojawapo. Lakini wakati huo huo kumbuka kulikuwa na yani ndege ya Sukhoi Su-57 wameipeleka kwenye showcase Dubai, kwa sababu pale Dubai kuna maonyesho pale. Kwa maana kwamba sasa ina maana Urusi anatanua sasa ushawishi wake pia huku eneo hili la Mashariki ya Kati. Sasa kama huyu
Marekani amekataa kumuuzia ndege Saudi Arabia, unategemea nini kama Saudi Arabia akiamua kugeukia upande wa Urusi? Si atanunua hizo Sukhoi Su-57? Ndicho kinachofanyika sasa kati ya India na Urusi na kununua hizi ndege. Hii inakuja ni kutokana na safari ya waziri wa mambo ya nje Jaishankar ambaye ni wa India kwenda Urusi, akaonana kule kwanza na waziri pia wa mambo ya nje ambaye ni Sergei Lavrov, na baadaye kuonana na Vladimirovich Putin, rais wa Urusi, na kuweka dili ya kuweza kuuziana ndege hizi za Sukhoi Su-57. Sasa kitu ambacho ni so special kwenye hizi ndege katika Urusi kumuuzia India ni kwamba anamuuzia hizi ndege na baadaye anampa na teknolojia iliyotumika kutengeneza hizi ndege. Ili likimaanisha nini? Ili likimaanisha kwamba India naye ataanza kuzitengeneza hizi ndege. Sasa swali linakuja, je, India atanunua hizi ndege kutoka Urusi au ataogopa vikwazo? Kwa sababu mwisho wa siku kama mnavyojua tena Marekani pale, yani Donald Trump amekomaa kweli kweli, anasema lazima tutaweka vikwazo vingi, vikwazo vikubwa kwa nini? Kwa India kushirikiana na Urusi. Lakini pamoja na haya yote bado India na Urusi wamekuwa na ushirika mzuri sana, na bado huyu waziri wa mambo ya nje Jaishankar amekuwa akienda India kwa mwaka tu huu mmoja tu, ameenda kama mara 7 pale India. Urusi, ameenda Urusi kama mara 7, kwa sababu huku wakati Donald Trump akipiga kelele India sijui nini na nini, India amefanya hivi na hivi, wao ushirika wao unaendelea kuwa ni ushirika mzuri sana baina ya haya mataifa mawili. Ndilo swali sasa linakuja, je, India atanunua hizi ndege kutoka kwa Urusi? Alafu na ofa aliyopewa, kwa maana kuwa atapewa hizi ndege, atazinunua, lakini atapewa pia na teknolojia iliyotumika kuzitengeneza, components mbalimbali. Umeona, atapewa pia na engine, kwa sababu engine lazima zitengenezewe Urusi. Ni biashara hii inafanyika. Ndege inatengenezewa huku India baada ya kupewa hiyo teknolojia, lakini engine lazima itengenezewe wapi? Itengenezewe Urusi. Hii inakuja ni baada ya kuwa India na Pakistan, unakumbuka kuna migogoro inayoendelea wakigombania lile jimbo la Kashmiri. Ni juzi tu hapa mnakumbuka kulikuwa na vita vilivyokuwa vimetokea kati ya India na Pakistan. Lakini Pakistan yeye ananunua ndege kizazi cha 5 ya Mchina J50, kizazi cha 5. Kwa hiyo inabidi India yeye ageukie ndege ya Urusi. Si unaona mambo yanavyoenda duniani? Na sio kwa wana uadui kati ya China na Urusi, ni marafiki wakubwa sana. Lakini India na Pakistan wao wanapigana. Sasa kama huyu Pakistani amenunua ndege, na hizi ndege anazo muda mrefu za Mchina, na ni ndege ambazo kwa kweli alimnyosha kweli kweli India, na hizo ndege za Mchina J50. Kwa sasa na yeye pia vile vile inabidi aende anunue ndege hizi Sukhoi Su-57 ambazo ni za Mrusi, na alafu sasa wakiingia kupambana ijulikane ni nini hasa. Kwa sababu ndugu zanguni, mtu ambaye una ndege, manake ndege za kisasa, manake unamiliki anga, na kama unamiliki anga, hata adui akija inabidi aje kwa mahesabu. Lakini kama una vindege vya ajabu ajabu inakuwaje? Unakumbuka Iran alikuwa hana ndege, amejiwekeza zaidi kwenye makombora haya, surface to surface missiles. Ndio maana Israeli wakaingia pale, wakaivamia Iran, wamepigwa kama anga liko wazi tu hivi. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Irani hakuwa na ndege, alikuwa na mandege ya kizamani MiG 4, MiG 5, mandege ya kizamani ya Umoja wa Kisovieti zamani sana. Ana mandege ya kizamani ya Marekani. Kwa hiyo ndio maana ikawa ni rahisi. Lakini baada ya vile vita vya siku 12, naye Irani amenunua ndege kutoka Urusi, na amenunua ndege pia vile vile kutokea China, ndege nyingi tu kutokea huko China. Kwa hiyo ndio maana sasa unaona watu wanafanya. Kwa unatafuta sasa mtu mwenye ndege nzuri ni nani? Ni nani ambaye tunaweza tukampata katuzia ndege ambazo ni ndege za kisasa? Ndio maana India imebidi wageukie sasa upande wa Urusi kwa mtaalamu Vladimirovich Putin, na ndege hizi za kisasa kabisa kizazi cha 5 Sukhoi Su-57 ambazo ni ndege kizazi cha 5 ambazo zaweza kukompiti sasa vizuri sana na hii ndege ya Mchina ambayo ni J50 jet fighter,
Inaweza kukompiti pia na ndege ya Marekani ambayo ni F-35 jet fighter. Kwa hiyo inaweza ikawa hiyo. Ndio maana nilipokuambia kuhusiana na Israeli wamepinga ununuzi wa ndege wa Saudi Arabia. Kumbuka hiyo Mashariki ya Kati, mtu mwenye ndege hizi ambazo ni F-35 ni Israeli peke yake. Sasa tena ndege hizi wanataka wamuuzie nani? Wamuuzie Saudi Arabia. Ndio maana unaona Israeli walikuwa wanapinga yani mauziano au tuseme biashara ya ndege kati ya Marekani na Saudi Arabia. Asanteni sana wanakuwa Mwafrika. Nawashukuru.